Jambo moja la muhimu nilitaka kusahau, nilisema la muhimu sana. Mmemsikiliza mwenyekiti alipokuwa anaanza mwanzo asubuhi alichosema, na nimekuwa nikikisema mara zote. Hii ni kesi kubwa kuliko kesi zote kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ndio kesi kubwa kuliko zote, inabeba adhabu ya kifo. Leo ni mara ya 3 kwa wageni wa mwenyekiti wanaokuja kwenye hii kesi, wanazuiliwa kuingia na wengine wamepigwa, wamevunjwa. Tarehe 24 kesi hii iliposomwa kwa mara ya kwanza kule Kisutu, viongozi wetu zaidi ya 10 na kitu walivunjwa miguu, watu wakatekwa, wengine wakatelekezwa Mwabepande na maeneo mengine kuhudhuria kesi hii. Walipokuja jaji mkuu mstaafu wa Kenya Willy Mutunga na Maraga na jaji Maraga kwenye kesi hii, kwa sababu hii ni kesi inayovuta hisia za kidunia nzima na hisia za Afrika nzima na hisia za nchi nzima, kwa sababu mwenyekiti anaongoza chama kikubwa cha upinzani nchi hii. Wengine wakazuiliwa, wakina Agatha Atuhaire wakachukuliwa, wakatelekezwa kwenye mipaka huko na Boniface Mwangi. Na juzi wageni wa mwenyekiti wamekuja, wengine wamezuiliwa kuhudhuria kesi hii. Sasa leo mwenyekiti ameielezea vizuri, na mimi nimekuwa nikisema. Amesema mwaka 58 kesi ya Mwalimu Nyerere iliposikilizwa pale, Watanganyika hawakuzuiliwa kwenda kusikiliza kesi ya kiongozi wao. Mwaka 61 wakati wa kina Mandela wanashtakiwa Livonia trial, wa Afrika Kusini hawakuzuiliwa kwenda kusikiliza kesi ya kiongozi wao. Na hata Jomo Kenyatta aliposhtakiwa kule Kapenguria, Wakenya hawakuzuiliwa kusikiliza kesi ya kiongozi wao. Ina maana makaburu wazungu walikuwa wanawatendea watu weusi vizuri kuliko viongozi wetu wa Kiafrika wanavyotutendea sasa. Leo mwenyekiti wetu anashtakiwa kwa kesi kubwa kuliko zote, wanazuiliwa watu kuja kusikiliza kesi ya mwenyekiti. Kuna nini ambacho kinafichwa? Sasa hili ni muhimu, tukasema hatutakubali mambo haya yafanyike gizani, kwa sababu kesi wameileta wenyewe, wairuhusu iwe wazi, watu waone kinachofanyika. Asante sana, nitaka niliseme hilo, sio